Thank you, Jesus. 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 Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. I welcome you in the name of Jesus wherever you are watching me, from any part of this nation, Kenya, and from all around the world. I welcome you in the name of Jesus. My name is Pastor Samora from Abundant Life Center, Taveta, Kenya. And I'm glad this morning to join with you to share the word of God. And I believe God is about to bless your life. He's about to change your life and transform you. So I welcome you. Mwanaidi Juma, I see you. Welcome. Elizabeth Wairimu, welcome. Welcome, welcome wherever you are. Share this broadcast. Share this broadcast. Create a watch party. Invite your friends wherever they are. Invite them wherever they are. We invite them wherever they are. We are just about to begin our third part of the message, Strength Out of Weakness. Strength out of weakness. Strength out of weakness. Welcome so much. God bless you. God bless you. Alex Kagombe, I see you from Nairobi. God bless you. God bless you. Wherever you're watching me, God bless you. Oh, I thank God for you. I thank God for you. Oh, thank you, Jesus. God is about to bless us this morning. From out of our weaknesses, God is about to manifest strength in every area of our life. So share this broadcast. Welcome somebody. Welcome somebody. Welcome a friend. Thank you, Jesus. And as we worship, others will be joining. Others will be joining. Oh, thank you, Jesus. Oh, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, oh Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh. Come and do what only you can do. Welcome Michael Jumane. Welcome my wife Maggie. God bless you. Stella Makwai, I welcome you. Wherever you are watching me, wherever you're joining me, welcome. Welcome to this Sunday service live broadcast from Facebook. And I believe God is about to bless you. He's about to change your story.
Out of your weakness, God is raising strength out of you. God bless you. God bless you, Stella Mwakaye. Yes, thank you. Hallelujah. God bless you. Doris Atieno. God bless you. God bless you. Welcome, 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 welcome. Oh, hallelujah. Hallelujah. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do, Yahweh, 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 Yahweh. Come and do what only you can do, Yahweh, 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 Yahweh. Come and do what only you can do, Yahweh, 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 Yahweh. Come and do what only you can do. Father, in the name of Jesus, we appreciate your presence this morning. You are the only one that is worthy of all the praise. We glorify your name. We give you all the praise this wonderful morning. By your grace, we have seen such a day. By your grace, we are about to hear your word. By your grace, we are about to be transformed. By your grace, we are about to be encouraged. Lord, we surrender ourselves into your presence, Lord. Lord, by ourselves, we are not able. We need your presence. We need your glory. You are worthy, Lord. You deserve the praise. There is none like you, Jehovah. Oh, there is none like you. Paradabarose paramando. You are mighty God. You are wonderful, Jesus. We bless your name. We bless your name, Jehovah. Lord, we praise your name. Lord, we say you are worthy. You are worthy of all the glory. Lord, I pray for my viewers in the name of Jesus. May your grace reach them wherever they are. Neema yako iwafikie manyumbani mwao. Popote wanaponitazama, nauliza uwepo wako, nauliza nguvu zako zikawafikie katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikutoshe. Bwana kutie nguvu tena asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu. Bwana tunakuabudu. Bwana tunakuinua. Wewe ni mwema mwaminifu. Hakuna Mungu aliye kama wewe. We worship you and we bless you. In the name of Jesus Christ, I pray and believe.
Amen, amen, amen. God bless you, Margaret Njila. God bless you. I welcome you again. Ninakukaribisha popote ulipo katika Jumapili hii ambayo ni Jumapili ya ajabu. Mungu ametupatia nafasi nyingine tena ya kukutana through this live broadcast. And God is about to encourage us in our weakness, because your limitation, your weakness is not a limitation to God. Your weakness cannot prevent Him from working inside your life. And I know today there are many weaknesses you have. There are many challenges you have in life. There are many limitations that are facing you. But I'm here to encourage you today that God, out of your weakness, He's about to raise new strength in you. He's about to release His grace upon your life. And your life should never remain the same. And you will be able to stand and say, I was weak, but today I am strong. It is my prayer that you may come out of your weakness, that you may come out of your limitation, and that you may stand to praise God and to declare what He has done in your life. Oh, the Bible says that weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. I feel in my spirit that your season of rising, your season of rejoicing is about to break forth. It doesn't matter, regardless of everything you're passing through. I want to tell you that God is on your side, and if God is on your side, nobody can be against you. Your enemy cannot do anything. Oh my God. The Bible says in Psalms 23, He prepares a table before my enemies. So your enemies are not a problem. God will prepare a table before your enemies. And I know God is about to bless your life. God bless you, Geoffrey James and Mark Lelem. God bless you. Welcome. Welcome, my brother Peter, wherever you're watching from Netherlands. God bless you. So we are just about to start the third message of this sermon. Strength out of weakness. Strength out of weakness. Strength out of weakness. Strength out of weakness, part 3. And last time we saw that nobody wants to be associated with weakness. Nobody wants to admit that he's weak. Nobody wants to admit that he's limited. Everybody wants to be seen that he's strong. But I'm here to say this in the name of Jesus, that each one of us has got weakness, areas of our lives that we are limited. When we are talking about weaknesses, we are talking of areas that have limitation, things in our lives that are beyond our ability, things in our lives that are beyond our control, things in our lives that have limited us, Lord, to function well in a certain area. So each one of us has weaknesses. Each one of us, na haijalishi wewe ni nani, kila mmoja wetu yuko na manyonge, na Mungu anataka tusaidie kupitia manyonge tulio nayo. Atatusaidia tuanze kupata nguvu. Mungu yuko tayari kutumia madhaifu ulio nayo. Mungu yuko tayari kutumia udhaifu ulio nayo ili adhihirishe yeye kwamba ni mwenye nguvu. Usivunjike moyo kwa sababu ya udhaifu ulio nao. Usivunjike moyo kwa sababu ya changamoto na vitu vinavyokuzuia. Usivunjike moyo. Mruhusu Mungu akafanye kazi ndani yako. Mruhusu Mungu ainue kiwango ndani yako kupitia madhaifu ulio nayo. God is about to bless you. God is about to bless your life. God is about to use the weakness you have. God is about to use the challenges you have. It doesn't matter where you are. There's no place that the hand of Jesus can't reach you. The hand of His grace can reach you wherever you are. It doesn't matter whether you are in a pit. It doesn't matter you are in darkness. God is the light, and His word is lighter. The Bible says that the entrance of the word brings lighter. So neno la Mungu linapoingia ndani ya maisha yako, kuna neno la Mungu linaenda kuingia ndani yako. God bless you. God bless you. Thank you so much. God bless you, Kiraya Fanuel, Peter from Netherlands, Europe. Thank you for joining us. We are so blessed. Oh, hallelujah. So it doesn't matter the kind of weakness you have. God is about to do something in your life. So God is about to use your weakness. God is about to reveal His power inside your weakness. God is about to release His power inside you. And the Bible says in Joel 3:10, let the weak say, I am strong. So it doesn't matter if you're weak. You are the one who will say that I am strong, because you are not going to remain in your weakness. God is about to give you a push. God is about to strengthen you again. God is about to give you hope again. Where there was no hope, hope is coming. Where there was no joy, joy is coming. Where there was no health, health is coming. Because God is on your side, and God is about to bless your life. So today,
we will see. And we will begin from the book of Hebrews, where we read last time. And the Bible talks about these great men of God, great prophets of God that God used. Manabii na watu wakubwa ambao Mungu aliwatumia katika wakati huo. Mojawapo ni Gideon, mwingine ni Samson, mwingine ni Samuel, mwingine ni Daudi. Hawa watu Mungu aliwatumia. They were great people that God used to do extraordinary things. People who God used to do exploits. We see them, the fame they had, the extraordinary things they did. In the name of Jesus, there is something we will learn about these people, because God is about to bless us. God is about to transform us. God is about to do a new thing. And I believe your life will never remain the same today. God is about to lift you up. God is about to take you to another level. God is about to change your story. God is about to lift you to another dimension. God is about to bless you today. In the name of Jesus, wherever you are, it doesn't matter where you are, God is about to bless you. So we will see from the book of Hebrews, chapter 11, verse 33. Read for me. Chapter 33 and verse 34. Chapter 33 and verse 34. Who through faith subdued kingdoms, worked out righteousness, obtained promises, stopped mouth of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword. Yes. From weakness were made strong. From weakness they were made strong. I think also read verse 32. What more shall I say? What more shall I say? For the time would fail me if I told of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets. Who through faith subdued kingdoms. So we can see the exploit they did. They were able to subdue kingdom. Waliweza kutikisa mataifa. Waliweza kutikisa ufalme. Hawa watu ndio. Worked out righteousness. Obtained promises. Stopped the mouth of lions. They stopped the mouth of lions. Kuna watu walizuia midomo ya simba. Badala ya simba kuwala, simba haikuwala, maana walisimamisha midomo yao. Kwa hivyo tunaona sifa ya watu kama hawa kina Danieli walipotupwa katika mashimo ya simba. Tunaona watu kama Shadrach, Meshach na Abednego walipotupwa kwa moto. Moto haukuwachoma, moto haukuwadhuru. Quench the power of fire. Quench the power of fire. Kina Shadrach, Meshach na Abednego. Escaped the edge of the sword. Escaped the edge of the sword. From weakness were made strong. From weakness, underline the word, from weakness, they were made strong. They were made strong. From weakness, they were made strong. From weakness, they were made strong. From weakness, they were made strong. Kiswahili nasemaje? From weakness, they were made strong. Walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu. Baada ya kuwa dhaifu. Walitiwa nguvu baada ya kuwa wadhaifu. So they were made strong after weakness. So in other words, these people that we are reading, the praises we have for them, the fame we know about these people, great prophets, they did not start by their strength. They did not start strong. They started on a weak point. They were human, limited, just like me and you. There were people with limitations. There were people with weakness. There were people who had deficiency. Hawa ni watu walikuwa na mapungufu. Biblia inasema they were changed from weakness to strength. So before we see their strength, before we see their praises, before we see their fame, they started on a weak note. They started with limitations, but God was able to turn out their limitation to become strength. I'm here to say that God is about to change your weakness to become strength. God is about to change your cry to become laughter. These people, hawa watu, walianzia katika udhaifu,
walianzia katika unyonge, lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu katika unyonge wao akawafanya kuwa na nguvu. Kwa hivyo hawakuanzia wakiwa wana nguvu, walianza kidhaifu kama wewe, walianza wakiwa wanyonge kama wewe, lakini Mungu akawatia nguvu. Nataka nikuambie leo, Mungu yuko tayari. Usione kwamba unaanza katika udhaifu. Usijidharau kwa sababu wewe ni mnyonge. Usijidharau kwa maana unajiona hauna maana. Usijidharau kwa maana watu hawakuoni ukiwa na maana. Nataka nikuambie, ndani yako kuna kitu ambacho Mungu atatumia, atakusaidia. Utatoka katika udhaifu uwe mwenye nguvu. Maana kina Samsoni, kina Daudi, kina Samueli, kina Gideoni na manabii wote, Yeremia alipoitwa na Mungu akasema, mimi ni mtoto, siwezi kuongea. Mungu akamwambia, wewe si mtoto, nimekuweka juu ya mataifa. Alijiona yeye ni mdhaifu, alijiona hawezi, lakini Mungu anamwambia, nitakusaidia, nitakuinua juu ya mataifa yote. Ni wakati wa kuachilia madhaifu yako, ni wakati wa kuachilia manyonge yako na kumwambia Mungu, leo nisaidie, niko mnyonge, siwezi, lakini nakuhitaji. It is time for God to turn out your weakness to become your strength. The Bible says all these people, great faith, people who had faith, people who were able to subdue kingdom, people who are able to shut the mouth of the lion, people who are able not to be burned inside the fire. The Bible says that their weakness was turned to strength. Are you hearing me? Their weakness was turned to strength. Madhaifu yao yalibadilishwa yakawa nguvu. Oh, hallelujah. I told you, God is not limited by your limitation. God is not limited by your weakness. You are weak. God knows you are weak. Allow him to use your weakness. All these people started somewhere. Don't despise the small beginnings. I know, hallelujah, the way you started is not the way you finish. Vile unavyoanza si vile utakavomalizia. Unaweza ukaanza ukilia, lakini utamalizia ukilia. Unaweza ukaanzia ukiwa hauna chochote, lakini hautamalizia ukiwa hauna chochote. Biblia inasema, the Bible says that their weakness was turned to strength. Biblia inasema, udhaifu wao ulibadilishwa kutoka madhaifu yao. Nguvu zilizoonekana, sifa tunazozisoma kuhusu hao watu, haikutokana, hawakuanza hivyo. Walikuwa ni watu waoga kama wewe. Walikuwa ni watu ambao hawakuweza, hawakuwa wajasiri, walikuwa ni waoga. Lakini Mungu alipogeuza udhaifu wao kuwa nguvu, Biblia inasema waliziba midomo ya simba, walitikisa mataifa, baada ya Mungu kubadilisha na kutumia udhaifu wao. Nataka nikwambie, Mungu anatafuta leo udhaifu na ile limitation ulionayo, that kind of limitation you have today, God is about to turn it around. God is about to use your weakness. God can use your weakness. God can use those challenges you have. God can use those hindrances you have. If you can allow him, God will turn your weakness to become your strength. I am here to declare, God is turning around your weakness. God is turning you around your weakness. He's turning your weakness to become your strength. I like this translation. There's a translation I read. It says this, they found strength in weakness. That is a translation, an English translation of the Bible. It says they found strength in weakness. How is it possible to find strength inside weakness? It is not possible by human ability. It is not possible by human reasoning. But they were able to find strength in weakness. Oh, why were they able to find strength in weakness? It is because God came and stood by them. It is that God came and strengthened them. God came and lifted them up. And that's why they were able to find strength in weakness. I want to say, in your weakness there is strength. In your weakness there is strength. In your weakness you can find strength. In that situation that has been challenging to you, that situation that has been beyond your control, you can find strength. You can find strength inside that weakness. That translation says they found strength inside the weakness. I want to say, where they thought there is nothing good, God can remove something good out of a bad situation. Out of a bad situation you have. Out of the bad circumstance you are facing through. God can remove something good
God can find strength inside that situation. Oh, I want to encourage you. The Bible says they found strength inside their weakness. So there's strength. And the only way you can discover that strength is focusing on God. It's not looking by yourself. When you look at yourself, you'll be limited. You'll be limited. But when you know and you see, God will lift your life. God bless you, Adasa. Oh, God bless you, Brother Mtiso and family. Welcome. So when you know, when you see what God is doing in your life, you will not be hindered. You will not be hindered. Oh, the Bible says they found strength. Hebrews 11, verse 34. They found strength in their weakness. It is only God who can make you discover the strength in your weakness. Many of us, we have waited to be strong in order to serve God. But I'm here to tell you, God will use you with the weakness you have. I told you last time, greatest ministry are born out of weakness. Greatest anointing are brought about from the level of weakness. Greatest ministry come out from weakness. Today I am a testimony. The reason why I've come to you to preach and to encourage you, it is because of the grace of the power of God in my life. Because I am weak, but God has come in my life. God has swallowed my weakness, and through my weakness He has released strength in me. And that's why I'm coming to encourage you, because my ministry was born out of weakness. My ministry was born out of the challenges I have. My ministry was born out of the troubles I've passed in life. My ministry was born out of the troubles I have. My ministry was born out of the persecution. My ministry was born out of the trials I face. My ministry was born out of the suffering I've been having. The Bible says they found strength in their weakness. How I pray today that God will give you a revelation. Mungu atakupa ufunuo. Uanze kuona nguvu katika madhaifu yako. Uanze kuona uweza wake katika shida zako. Uanze kuona nguvu zake katika taabu zake. You will see him working. You know, most of the time, by the things we are passing through in life, we remove God out of the picture. But I want to tell you, God knows everything you are passing through. He knows your cry. He knows your pain. He knows your suffering. He knows your persecution. He knows your rejection. He knows everything you are passing through. Anajua yale unayopitia. Huhitaji kumpasha. Anajua yeye ni Mungu. Yeye ni Jehovah. He knows everything you are passing through. The Bible says they found strength in their weaknesses. They found strength in their weakness. I am here to encourage you. Focus on God. Look unto God. Muangalie Mungu. Unapomtazama Mungu, utaanza kuona nguvu zake katika madhaifu yako. Utaanza kuona nguvu zake katika unyonge wako. Utaanza kuona nguvu. Hallelujah. Another translation says this: how their weakness turned to strength. Translation nyingine inasema udhaifu wao ulibadilishwa kuwa nguvu. Oh, hallelujah. Udhaifu wao ulibadilishwa kuwa nguvu. Na kuombea leo, Mungu akabadilishe udhaifu wako ukaonekane kuwa nguvu. Yale watu walikuwa na kudharau nayo, yale watu walikuwa na kuchekelea nayo, wanapoangalia wataona nguvu katikati yako wewe. Oh, hallelujah. Wataona nguvu katikati yako. Wataona nguvu katikati yako. Maana Mungu anabadilisha historia yako. Mungu anaweza kubadilisha hiyo hali ambayo ilikuwa ni udhaifu wako ikawa ndio nguvu yako. Sote tuliona katika vyombo vya habari, kuna yule mwanamke kutoka Kilifi aliyekuwa anachemsha mawe ndiposa watoto wale kwa sababu ya njaa. Those children, they were about to the woman had no food because he could not go and work this time of corona, and the news was saying this woman was able to boil stones inside the water. He was boiling them. Had nothing to feed them. Huyu mama hakuwa na kitu cha kuwalisha.
hao watoto wake, badala yake akawa anachemsha mawe. Na tukaangalia tukaona ni udhaifu, ni upungufu. Pengine wengine walicheka kwa sababu inakuwaje mtu anachemsha mawe ili watoto wakule ama wakunywe, lakini ulikuwa ni udhaifu, ilikuwa ni limitation. Alikuwa hana chakula, alikuwa hana pesa. Lakini hebu ngojea, baada ya kumulikiwa na vyombo vya habari, kuchemsha mawe kwake ambao watu walimcheka, ambao watu hawakumuelewa, the following day tunaona watu, they came to their aid, they came to her aid, they came to help her, they brought her food, they brought her water, they brought her money. Many people were touched by that story because God changed her weakness to become her strength. Mungu alibadilisha udhaifu wake ukawa ndio nguvu yake. Kupitia hapo, mama asiyejulikana, mama ambaye pengine hajasoma, lakini kupitia vyombo vya habari wakaanza kumtazama, watu wakamjua mama huyu, wakaanza kumletea chakula, wakaanza kumletea pesa, wakaanza kumtembelea. Haleluya! Najua kuna wanawake wengi ambao walikuwa wanapitia hali hii kule Kilifi, lakini Mungu alibadilisha udhaifu wa mama huyu aliyekuwa Kilifi, aliyechemsha mawe katika sufuria, lakini Mungu akabadilisha. Leo anapewa pesa, leo anapewa chakula, leo halali njaa. God can turn your weakness to become your strength. Mungu anaweza kubadilisha udhaifu wako ukawa ndio nguvu yako. Pale watu walipokuchekelea ndipo mahali ambapo utafanikiwa na utapanuka. I'm here to say this. Kama yule Mungu aliyebadilisha udhaifu wa yule mama aliyechemsha mawe Kilifi ili watoto wanywe hiyo supu ama sijui ni nini, kama Mungu aliweza kubadilisha udhaifu wake, hata wewe Mungu atabadilisha udhaifu wako. Hata wewe Mungu will change your story. God will change your situation. The Bible says their weakness was turned to be strength. Unaelewa? Udhaifu, Mungu anaweza kutumia udhaifu wako kudhihirisha nguvu zake. Mungu anaweza kutumia udhaifu wako kuonyesha kwamba anaweza, kuonyesha kwamba anaponya, kuonyesha kwamba anaweza kuinua, kuonyesha kwamba anaweza kufanikiwa, kuonyesha kwamba watu wanaweza kukujali. Wengine wakikukataa, wengine wakikuchukia, Mungu anaweza kutumia udhaifu wako, watu wakakupenda, watu wakakuona wenye maana. Tunakumbuka tuliona katika feri, kulikuwa na mama mmoja, alikuwa hana maska, alikuwa hana pesa ya kununua maski, akakata plastiki ili ya maji ya mineral water, akaweka kwa pua yake, akaweka pia kwa mtoto wake, maana alikuwa hana pesa. Ulikuwa na udhaifu wake. Watu wangemcheka. People could laugh at this mama at ferry. How do you put a bottle that has been cut like a mask? You could not understand her. But out of that weakness, the Bible says, not the Bible, but the media inasema ya kwamba kupitia mama huyu, baada ya kuonekana ameweka plastiki kwa mapua yake kwa sababu hana pesa, kesho yake alikuwa katika vyombo vya habari, katika magazeti, katika stesheni zote alionekana na udhaifu wake. Baada ya pale naona akipewa msaada, akapewa maski za kutosha, akapewa pesa, akapewa chakula, na baadaye nikamuona akiwa ameitwa na Governor Joho wa county ya Mombasa, akapewa 100,000, $100,000, ili msaidie kusomesha watoto wake na kula. Hallelujah. Out of your weakness, God can turn it around to become your strength. God can turn out your weakness to become your strength. God can use your weakness. I'm here to say, God can use your weakness. God can use your weakness. God can use your challenge. God can use your limitation. He is God. He can do anything. 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 God can use anybody. Tulimcheka. Tunakumbuka mama mmoja ambaye alipatikana wakati wa mafuriko kile Kisumu, akasema kwamba serikali saidia, serikali saidia, maji imebeba vitu, maji imechukua kuku, maji imechukua sufuria, serikali saidia. Alikuwa anaongea, haongei vizuri, anaongea kichekesho, lakini yuko sincere, ni udhaifu wake, hajui kuongea vizuri. But out of that serikali saidia, baada ya watu kumcheka, baada ya watu kumdharau, lakini leo katika media, leo huyu mama amechukuliwa na Safaricom, anatumika katika kuadvertise mambo ya Safaricom. Kwa hivyo anaingiza pesa,
analipwa, udhaifu wake umekuwa nguvu. Nataka nikuambie, kama Mungu alisaidia mama aliyesema serikali saidia, nataka nikuambie mbingu ni zaidi ya serikali, mbingu ni zaidi ya Safaricom. Mungu anaweza kutumia udhaifu ulionao. Mungu anaenda kutumia. Just admit you are weak. Just admit you have limitation. Just admit you have challenge. Just admit that I need you, God. I am not able by my own strength. Just admit that you need God. Mwambie Mungu, mimi nakuhitaji. Siwezi. Nataka kusema hivi tunapoendelea. Watu ambao Mungu aliwatumia kwa nguvu. Watu ambao nataka tusome kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 3. Wacha tuongee kuhusu Musa. Exodus chapter 3 verse 11. Nisome verse 11. Exodus chapter 3 verse 11. And Moses said unto God, na Musa akasema, akamwambia Mungu, mimi ni nani? Mimi ni nani hata niende kwa Farao? Hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli. Nikawatoe wana wa Israeli. Anajiangalia, hajioni, anajidharau vile alivyo. Anamwambia Mungu, Mungu amemtuma Musa aende akomboe wana wa Israeli. Anamwambia Mungu, mimi ni nani? Maana anajiangalia katika udhaifu wake, anajiangalia katika manyonge yake, anajiangalia katika kutoweza kwake, anajiona yeye si kitu, yeye ni bure, hawezi kwenda kuokoa taifa la Israeli. Lakini ni Mungu aliyemtuma Musa, nenda ukakomboe wana wa Israeli, nenda ukawatoe watu wangu Israeli. Anamuuliza Mungu, mimi ni nani? Kama jinsi unavyojiuliza who am I? Mimi ni nani nihubiri? Mimi ni nani nijenge nyumba? Mimi ni nani nisaidie wengine? Mimi ni nani? We've got a lot of questions. We have questions in our lives. We've been seeing our inability. We've been seeing our deficiency. We have a lot of questions in our lives. But that God is about to bless us. God is about to take us to the next level. Oh, tunakuwa na maswali mengi. But God is taking us far. God is taking us far. Endelea. Nenda chapter 4 verse 10 to 12. Exodus chapter 4 verse 10 to 12. Musa akamwambia, Bwana, Bwana, mimi si msemaji. Toka zamani mimi sijui kuongea, wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako. Maana mimi si mwepesi wa kusema, na ulimi wangu ni mzito. Bwana akamwambia, Mungu akamwambia, ni nani aliyekifanya kichwa cha mwanadamu? Ni nani aliyefanya huo ulimi? Nani amempa kinywa? Nani amekupa? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu au kiziwi? Ni nani amfanyaye mtu kuwa bubu ama kiziwi? Mungu anamuuliza swali. Maana Musa anamwambia Mungu, mimi siwezi kuongea, mimi sijui kuongea, mimi nina kigugumizi, nina udhaifu, I've got a limitation, I cannot talk well, I have a stammering lip, I have weakness. God, how do you send me? I do not know how to talk. I cannot talk to Pharaoh. So Moses is trying to argue with God. He's trying to update God about his weakness, about his limitation. Just like the way you are just trying to tell God about your weaknesses, that you cannot do this, that you cannot do that. What God did God say? Basi sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako. Mungu anamwambia nenda, nitaenda na wewe, nitakuwa na kinywa chako. Akamwambia usiogope Musa, hujui kuongea, lakini sitakuacha, nitakuwa na wewe, nitatembea na wewe, nitakuwa na kinywa chako, nenda, nitakuwa na wewe. So the difference comes when God is with you. Wakati Mungu yuko na wewe, utofauti unapatikana. Unaweza kuwa mdhaifu, lakini Mungu akienda na wewe, watu hawataona udhaifu wako, watu hawataona manyonge wako, watu hawataona shida zako, watu hawataona mapungufu yako, watu wataona nguvu za Mungu. People will see the strength of God in you. People will see the power of God in you. They will not look at your weakness. What they will see is the strength of God. So allow God to use your weakness. Allow God to manifest his power through your challenges, through your limitation. Mruhusu Mungu aonyeshe nguvu zake. Kwa hivyo Mungu anamwambia Musa, nitakutumia. Na nikawaambia hapa, Mungu atafuti mtu mwenye nguvu ndio amtumie. Mungu anatafuta mtu mdhaifu. Mungu anatafuta mtu anaona hawezi, mtu anaona mambo ni magumu, jamii yako ina ugumu, mambo ambayo hauwezi. Mungu anatafuta mtu kama huyu. Mfano mwingine
tunamwona Gideon katika kitabu cha Judges chapter 6 verse 14 to 15. Judges chapter 6 verse 14 to 16. Judges chapter 6 verse 14 to 16. Alafu Biblia inasema hivi ya kwamba Mungu alimtokea Gideon, maana nyakati zile wana wa Israeli walikuwa wanateswa na Wamidiani. The children of Israel were being oppressed by the Midianites. Wakawa wanawatesa Wamidiani. Wakati wowote wanapotaka kuvuna wana wa Israeli, Wamidiani wangekuja wakachukua mavuno yale, wakawawacha wana wa Israeli wakiwa hawana chakula, wakiwa wana njaa. Kwa hivyo taifa la Midiani walitesa wana wa Israeli kwa muda mrefu, na wakati ukafika Mungu akataka kuinua mtu atakaye wakomboa Israeli kutokana na Wamidiani. Mungu akataka kukomboa taifa la Israeli kutokana na aibu, kutokana na kuonewa na kukandamizwa na wale Wamidiani. Biblia inasema Mungu akatuma malaika akamtokezea Gideoni. Na unaposoma Biblia katika ule mlango wa 6 utaelewa hivi, Gideoni alikuwa amejificha katika pango, amekaa katika pango akipepeta ngano ili kwamba aweze kuficha, ili wasiweze kupokonywa. Kwa hivyo alikuwa ni muoga. Gideoni alikuwa ni muoga, ameogopa, yuko katika pango amejificha. Kwa hivyo ndani yake tunaona uoga, ndani yake tunaona hakuna ujasiri, ndani yake tunaona ya kwamba yupo lakini hakuna chochote anachoweza, amejidharau. Lakini sikiza, hebu soma hapo mstari ule wa 14 hadi 16 Kiswahili, usikie. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu. Enenda kwa uwezo wako. Maana Mungu alipomtokea anamwambia, you mighty man of war, you mighty man of war, you mighty warrior. When God came to Gideon, he saw Gideon as a warrior. He saw Gideon as a strong man. Though he was hiding in the cave, but God did not see the fear in him. He saw the strength in him. God, most of the times, he doesn't see us the way we see ourselves. May God help you that you may begin to see yourself just as he sees you. Mungu anakuja kwa Gideoni anamwambia, shujaa. Mungu hakumuona Gideoni kama mtu muoga, hakumuona kama mtu aliyekuwa ambaye hana ujasiri. Mungu anamuona Gideoni kama shujaa, kama mtu aliye na nguvu, kama mtu ambaye anaweza kuokoa wengine. Mungu hakuona udhaifu wake. Anapokuja anamuona kama shujaa. God is not looking at your weakness. God is looking. He's seeing what he can do through your weakness. God is not limited by your weakness, but God is looking in your weakness so that he may use that weakness to raise you to another standard. Kwa hivyo Mungu anakuja kwa Gideoni, anamwambia we shujaa. Gideoni anajiona anaogopa, amejificha kwa pango, lakini Mungu anamwambia we ni shujaa. I am here to say this, you are strong. Wewe ni shujaa. Haijalishi yale unapitia. Ni kweli hauna pesa, lakini wewe ni shujaa. Ni kweli haujasoma sana, lakini wewe ni shujaa. Ni kweli watu nyumbani kwenyu wamekuona kwamba mtu hauna maana, lakini ndani yako una ushujaa. Vile Mungu anavyokuona si vile watu wanakuona. Vile Mungu anavyokuona wewe si vile unajiona. Mara nyingi umejiona kimakosa. Umejiangalia katika njia ya kujidharau. Umejiangalia kama mtu ambaye unakufa. Umejiangalia kama mtu unayeangamia. Lakini niko hapa kusema ya kwamba wewe ni mtu wa maana. Mungu anaenda kufanya kitu maalum ndani yako. Usijiangalie kivile watu wanavyokuona. Angalia jinsi Mungu anavyokuona. Mungu alimuona Gideoni kama shujaa. Mungu alimuona Gideoni kama mtu aliyekuwa na nguvu. Anasema wewe shujaa. Niko hapa kusema hivi, inawezekana wewe ni mgonjwa, lakini wewe ni shujaa. Inawezekana hauna pesa, lakini wewe ni shujaa. Inawezekana hujajenga nyumba yako, lakini wewe ni shujaa. Sikiza. Ujasiri wako na ushujaa wako unatokana na Mungu kuwa ndani yako. Haleluya. Si kwa sababu ya chochote ulichofanya.
Mungu anamuona Gideoni kama shujaa, wakati hata Gideoni hajaua hata paka ama mbwa, hajapigania mtu yoyote, hajaokoa mtu yoyote, lakini Mungu anamuona kama shujaa. Hallelujah. God sees you from the point of the destiny he's taking you. God does not see from the environment, from the situation and the circumstances that are around you. He sees you from the view of his will. He sees you from the view of his purpose. He sees you from the view of his will and of his purpose. He sees you from the view of the destiny he's taking you. God does not look you from your environment. God does not look you from the surrounding. God does not look you from your circumstance. He sees you from the view of the destiny he's taking you. He sees you from where he's taking you. From where he's taking you. From where he's taking you. It doesn't matter what has surrounded you. God is seeing what he's about to do. God is seeing your end even before you reach there. Mungu anatazama mwisho wako. Inawezekana mwisho wako umeanza kidhaifu, lakini utamalizia hivyo, unaenda mbele. Mungu anakusaidia. So God does not look you from the context of the things you are in. Oh, Gideon was in a situation. Gideon was so afraid. He was inside the cave. Kama wengine wenyu wamekaa kwa mapango, wamekujikusanya, wamejikunja, wanaogopa, wanalia, lakini ndani yao ni mashujaa. Come out of you from your cave. Come out from your cave. Toka kwa hiyo cave uliyoko. Toka kwa hilo pango mpendwa. Toka kwa hilo pango umejificha kwa muda mrefu kwa sababu ya madhaifu yako. Hatutaki watu wajue. Ati watu watasema nini? Toka hapo. Wacha waseme kile wanachosema. Wacha kimuhimu ni kile Mungu amesema. Kama Mungu amesema wewe ni shujaa, toka kwa pango na kutangazia, come out of your cave. Come out of your cave. Come out of your cave. Just like Gideon, you need to come out of your cave. I'm speaking to you, my sister. I'm speaking to you, my brother. I'm speaking to young man. Come out of your cave. Toka kwa hiyo cave. Toka kwa hilo pango. Wamekuweka, majirani wamekuweka kwa pango, watu wa mtaani wamekuweka. It is time to come out of that cave. God sees you as a warrior. Mungu anakuona kama shujaa. Mungu anakungojea ukaokoe jamii yako. I want to declare, you are the savior of your family. You are the Moses of your family. You are the Moses of your marriage. Come out of your cave. Come out of your cave. Come out of your weakness. Come out of your limitation. Come out of all those things that are pressing you. It is time to come out of your cave. Just like Gideon, ilibidi atoke kwa pango. Maana Mungu anasema, uko kwa pango, lakini wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. You are a mighty man. You live below your standard. Kuna vitu vya nguvu ndani yako mama. Usijidharau. Toka kwa pango. I see somebody. He's coming out from a cave. Somebody is coming out from a cave. Somebody is coming out from a cave. That cave that has bound you. That cave that has limited your family. That cave that has limited your marriage. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Oh, that cave cannot hold you. God is about to use you. God is about to use you. God is about to lift you. God is about to change your story. God is about to turn around your testing to become a testimony. God is about to turn your disappointment to become an appointment. God is about to turn around your life in the name of Jesus. He's about to change your story. You need to come out of your cave. You need to come out of your cave. You need to come out of your cave, my brother, my sister. Come out of your cave. Ukisoma Biblia ituambia kwamba wakati Yesu alienda kuvuvua Lazaro, Yesu alimuita Lazaro akamwambia, Lazaro toka. Unajua ile andiko linanishangaza. Jesus declares, Lazarus, come out of your cave. Come out of your grave. My question is this. Did Jesus know that Lazarus was bound? Kwani Yesu hakujua Lazaro amefungwa na sanda? Mtu amefungwa na manguo, unamwambiaje atoke? Well, was Jesus aware that Lazarus was bound? But Jesus said, Lazarus, come out. Lazarus, come out. Come out. You are bound, I know. You are bound with those dead clothes, I know. Umezungushiwa sanda, lakini toka nje. Yesu hakuingia ndani. Yesu hakuingia ndani.
hakuingia ndani ya kaburi kumtoa. Yesu hakuingia ndani kumtoa. Haleluya. Yesu hakumtoa ndani. Yesu alimuita toka nje. Alimwambia toka nje Lazaro. Lazaro toka nje. Yesu hakumfuata kumtoa kule. Kumaanisha ingawaje Lazaro alikuwa amefunikwa na manguo na masanda, lakini alikuwa na uwezo fulani ya kutoka. Hata kama mama umefungwa na sanda, lakini unaweza kutoka kwa kaburi, unaweza kutoka kwenye shimo. Usiseme umefungwa, kwani Yesu alikuwa ajui Lazaro amefungwa? Yesu alijua kwamba amefungwa ndio, lakini ana uwezo wa kutoka. Akaambiwa toka nje. Hallelujah. There are things you can do. There are things God can do, and there are things you can do. Oh, hallelujah. You need to come out of your cave. You need to come out of your grave. Hata kama you are bound, najua una shida, mapepo yanakukandamiza. I know there are many things that are binding you, but you can afford to take a step and come out today. Take a step and come out. Yes, I know you are bound. Yes, I know you are sick. Yes, I know you don't have money. Yes, I know people hate you. Yes, people have rejected you. I know, but you need to come out. Come out of your grave. Jesus told Lazarus, Lazarus, come out. Come out of your grave. Come out. I know you are bound, but you have strength to come out. Yes. Najua una shida mama, lakini kuna kitu unaweza kufanya. Najua hauna nguvu, lakini unaweza kusema. Ndiposa Biblia inasema, wacha aliye mnyonge aseme ana nguvu. Aliye mnyonge aseme ana nini? Ana nguvu. Hallelujah. Aliye mnyonge aseme ana nini? Ana nguvu. Kwa hivyo aje, atoke kwenye shimo. Kuna mambo Mungu atafanya, lakini kuna mengine lazima ufanye wewe. There are things God will do, but there are things you will do you. Jesus did not go inside the grave. He called Lazarus, come out. I know you are bound, but I know you have power. You have an ability to come and reach me. And that's why you have to make that decision today, to come out of your cave. God will not use you unless you come out of the cave. God will not use you unless you come out from that grave. Akaambiwa toka, amefungwa. Na Biblia inasema Lazaro akatoka. I know you are coming out. I know you are coming out. That problem cannot hold you. That challenge cannot hold you. I know you are coming out of your grave. Najua unatoka katika makaburi yako. Najua unatoka katika mashimo yako. You are coming out. You are coming out. Najua umalizikia hapo. Unatoka. Najua unatoka. Sema ninatoka. Sema ninatoka. Ninatoka katika mapango. Sema ninatoka katika makaburi. Oh, sema ninatoka. Type. Sema ninatoka. I'm coming out of my situation. I'm coming out of my weakness. I'm coming out of my limitation. Just type. Say, I am coming out. I'm coming out. I'm coming out. As you type, let it be your portion in the name of Jesus. Let it be your portion in the name of Jesus. As you type, let it be your portion. Wacha iwe sehemu yako. As you are typing, you are coming out of your situation. Unatoka kwa makaburi. Unatoka katika hali yako. Hali yoyote iliyokufunga, kamba zozote walizokufungia, wale wachawi waliokufunga, leo lazima utoke. Sikiza, hata kama wamekuonea, but you are coming out. You are coming out of those grave clothes. You are coming out. So Biblia inasema Yesu akamwambia Lazaro toka. Yesu alimwambia Lazaro toka. Toka nje. Na Yesu anajua Lazaro amefungwa na sanda. Na naamini kuna watu walimuuliza Yesu, kwani umechanganyikiwa? Umevuta bangi? Mbona unaita mtu na amefungwa nguo ndani? Paka saidiwe na Yesu alimwambia Lazaro toka. I'm here to declare you are coming out in the name of Jesus. It doesn't matter, regardless of those things are binding you. You will come out. You will come out. You will come out. Utatoka. Hizo sanda hazitakuzuia. Sanda inaweza kuwa ni magonjwa. Sanda inaweza kuwa ni mapungufu. Sanda inaweza kukataliwa. Sanda inaweza kuwa mambo mengi. Hallelujah. But you are coming out from your grave. So the first step, you need to come out. So Jesus told Lazarus, toka. Toka. Toka kwa kaburi. Ondoka.
Nilisoma andiko hili nikashangaa. Yesu anaambiaje mtu atoke na amefunikwa? But the Bible says after Lazarus came out of the grave with those grave clothes, akatoka. Ninamwona akiruka. Maana ukiwa umefungwa mpaka miguu huwezi kutembea kawaida. Kwa hivyo ilibidi anaruka. Namwona Lazaro anaruka. Namwona Lazaro anatoka. Lazaro anatoka kwa ngua. Anatoka kwa kaburi. Lazaro, I see Lazarus coming out of grave. He's jumping. It is possible. They have tied your legs so that you cannot walk, but you can jump. Hallelujah. Wamekufunga miguu usitembee, lakini natakutangazia hata kama wamekuzuia kutembea, ruka. Jump. Wamekuzuia miguu yako. They are binding your legs so that you cannot walk, so that you cannot reach your destiny, so that you cannot reach your prosperity, so that you cannot reach your blessing. But if they tie your legs not for you to walk, you need to jump. Come out of your grave. So ninamwona Lazaro akiruka akitokezea. Katika shimo, katika lile kaburi ametokelezea. Watu wakashangaa. Haleluya. Hata kama wamesema utanyanyuka, hata kama wamesema unyanyuki, Yesu atakusaidia, utanyanyuka. Wamesema uwezi kunyanyuka, utanyanyuka. Wamesema wacha tuone, watakawa kuone ukitokelezea. Hata yule wakati Yesu alitoa utabiri kupitia Elia ya kwamba kesho majira kama haya chakula kutakuwa na unga wa kutosha. Alafu yule jemedari wa mfalme wakati ule wa wana wa Israeli walikuwa na njaa kwa miaka 3.5 kulikuwa hakuna mvua. Akasema haiwezekani, hata madirisha mbinguni yakifunguka haiwezekani. Biblia inasema aliona akakanyagwa akakufa, alikula na macho. Haleluya. Wanaosema kwamba uwezi, utaweza. Wanaosema kwamba utanyanyuka, utanyanyuka. When Jesus calls you, you will obey. No one can hinder the call of God in your life. Nobody. God is about to use your weakness. God is about to use your limitation. He will use your limitation. Atatumia madhaifu yako. Biblia inasema ya kwamba Lazaro akaruka, Lazaro akaruka, akafika nje. Hallelujah. And the Bible says, Jesus said, mfungueni sanda zake. Hallelujah. After Jesus saw that Lazaro had taken a step to come out. Hallelujah. Just like you. Kwa sababu umeamua leo unachukua nafasi ya kutoka. Yesu alipoona Lazaro amejitahidi, amerukaruka, ametoka nje, yuko na nguo za sanda. Biblia inasema Yesu akasema mfungueni. Today I have been sent by Jesus. Kukufungua. Nimetumwa nikufungue sanda zako. But you need to take a step. Toka kwa kaburi kwanza. Toka kwa shimo kwanza. Toka kwa hiyo kaburi. Toka kwa pango. Alafu Yesu ataniambia nikufungue. You need to make a step to come out of your situation. You need to be fed up of everything in your life. You need to say, enough is enough. I want to see God. I want to see Him. I want Him to see. I want to see Him changing my story. Enough is enough. Karada bohosa. Makaplado sekete. Atika jina la Yesu. Lazima utoke. Hallelujah. Lazima utoke. Kama wamekuzuia utatoka. Utatoka tu. Hakuna yeyote aliyemzuia Lazaro asitoke. Wamekungojea. Wamesema hatutakusaidia. Wacha tuone. Hatumsaidii. Tutaona vile atateseka. Tutaona vile atapata shida. Nataka kusema msaada wako unatokana kwa Mungu. Hata wakati wanadamu wanapokusaidia, ni Mungu anaowatumia. Ni Mungu anayekusaidia. Mungu ndiye msaada. God will use people. God will touch you. God will bless you through people. Kwa hivyo wasikuwekee roadblock. Wasikuwekee speed governor. Yes, wasikuwekee speed governor. Jehova ndio Mungu wako. He's your refuge. Tena Biblia inasema yeye ni msaada ulio wa karibu. Si msaada uliokuwa mbali, ni msaada ulio karibu, msaada ulio karibu. God is about to bless you. God is about to change your story. God is about to transform your life.
Oh, I see you are coming out. So God used. And then ukiridi your story ya Gideon akamwambia Mungu, I am the weakest. Our tribe is the weakest. And I am the weakest. Our tribe is the poorest. And I am the weakest. How can you say that you are with me? Akawa na maswali. Sisi kwetu, ukoo wetu ndio maskini, ukoo wenye shida, ukoo wenye shida. We are so poor. Gideon started to update the angel of God that we are the weakest in our tribe Manasseh, and I am the least. How can you say that you use me? What are the testimonies we had from our forefathers? Daudi akaona Mungu amewawacha. Utaniambiaje mimi ni shujaa wakati sisi ndio wadhaifu, wakati sisi ndio wanyonge kwa jamii? Nataka nikuambie, God can use your weakness. It is possible. Your tribe is the weakest, but I want to tell you, you have a stronger God. Our God is a warrior. Ndio inawezekana uko wenyu ni maskini, but our Father is richer. The Bible says that silver and gold belongs to him. Yes. Gideon akaanza kumwambia, mimi ni mdhaifu, siwezi. I am the least. Mungu hakusikia your story. God did not give him an answer because he was the least. Whether the family, whether they were the poorest in Manasseh, I want to say this: God cannot be limited by the limitation you have. God cannot be limited by the challenges you have. God cannot be limited by the weaknesses you have. I know you've got many stories. You've got a lot of things to tell. But a time has come you need to rise up. You remember when Jesus came to that man, 38 years, has been in the pool of Siloam. Amekaa pale akingojea kuponywa. Biblia inasema an angel came, and then when he stirred the water, the first who entered the water was healed. Oh, this man stayed for more than 38 years. Nobody could help him to get inside that water. But Jesus came around for this man. This man, it was his day. Yesu akatokezea. Akamtokezea ule jamaa. Akamwambia, unataka kupona? Sikiza, huyu mtu badala ya kusema yes, anaanza story, anaanza mipasho, anaanza update. Sina mtu, sijui nini. Yesu akamwambia, beba godoro lako uende. You know some things, there are some things that Jesus can tell you, they do not make sense. There are things that God will tell you, they don't make sense. How can Jesus tell this man? This man needs somebody. Huyu mtu anahitaji IMF, huyu mtu anahitaji World Bank, huyu mtu anahitaji serikali saidia. How can this man, he needs a help. How can you tell this man that he should carry his mattress and go? Jesus, are you serious? Yesu, unaambiaje huyu mtu abebe godoro aende? Tena si Yesu ati anabeba godoro, anamwambia beba godoro lako uende. Hallelujah. Let me tell you, your weakness will be turned to strength. There are areas which have been challenging to you, areas that have been of limited to you, bringing limitation in your life. But God is about to turn around. Hallelujah. The same mattress, the same mattress that was carrying this man for 38 years, the same mattress. This man, when Jesus turned out his weakness to strength, it is the same man who carried this mattress. Umebebwa kwa mattress kwa muda mrefu. Godoro limekubeba kwa muda mrefu. Ni wakati wa kusema godoro leo nakubeba. Hallelujah. Umekopeshwa kwa muda mrefu. Wakati unakuja utakopesha wengine. Hallelujah. Ili godoro lilikuwa limebeba ujamaa sana. But Yesu anamwambia, inuka, beba godoro lako uende. Jesus saw this man walking. Even before he walked, I see you rising. I see you prospering. I see God doing greater things in your life. Oh my God, that mattress cannot limit you again. Brother, you have slept so much in that mattress. Umelala sana kwa hiyo godoro. Wakati wa kuinuka, beba godoro. Watu wamekusaidia na godoro, wamekuonea huruma sana. Wamekuonea huruma. Maskini ya Mungu. It is not time for self-pity. It's time to arise and carry your mattress out of your weakness. God can turn out your weakness to become strength. So Yesu anamsaidia huyu jamaa. Anainuka, akitembea, akitembea, akitembea. Walikuwa wamezoea anabebwa na godoro. But this time round, hakubebwa na godoro. Yeye alibeba godoro. Muda mrefu, shida zako ndio zimekuwa zikukubeba. Wewe ndio utazibeba. Wewe ndio utazipeleka pale unataka.
Hallelujah. God is rising in you strength out of your weakness, out of your limitation. God is rising strength in you. God is turning around your situation. God is changing your story. He's changing your story for good. God is changing you today. You are coming out of that mattress. You are coming out of that mattress. You have slept for long. Umelala umechoka. Unajua unaweza kulala lakini kuna wakati unataka ukae ama utembee. Oh, Mungu akusaidie leo. Come out of that bed. That mattress of weakness. Come out. Mwachie Mungu akutawale. Mwachie Mungu akuongoze. Mwachie Mungu akuonyeshe njia. Mwachie Mungu akuonyeshe kitu kipya kinachofanyika maishani mwako. I want to say this. 1 Samuel. We want to read of some people. 1 Samuel chapter 22 verse 2. 1 Samuel chapter 22 verse 2. We are seeing a people. David was running for his life. Saul wants to kill him. He's running inside a cave to hide from Saul. But there's a group of people who came to David. Kuna watu walimjilia Daudi. Na characteristics ya hao watu inanishangaza. Watu ambao walikuwa ni wenye shida. Nisomee kwa Kiswahili. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki. Rudia nyuma mstari wa Basi Daudi akaondoka huko. Akakimbilia pango la Adulamu, na ndugu zake na watu wote wa mbali ya baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao. Na wote wenye uchungu, yani wenye dhiki, wenye madeni, wenye uchungu, people with bitterness, debt, people with problem, who are oppressed. Wakakusanyika kwake, naye akawa jemedari wao. Hawa jamaa wenye shida, hawa jamaa wenye matatizo, hawa watu ambao wameshindwa, hawa watu ambao wanadaiwa, hawa watu ambao wana uchungu. Biblia inasema wakamfuata Daudi aliyekuwa amejificha asiuawe. Wakamfuata Daudi, wana shida kibao. Wakamfuata Daudi, na Biblia inasema Daudi akawa jemedari wao. He became their captain. Maana Daudi ana shida na hao wamekuja wana shida. Imagine you are becoming a captain of people who are failures. You are becoming a captain of people who are oppressed. You are becoming a captain of people who are depressed. The Bible says that David became their captain. Oh, hallelujah. I am saying this. Out of weakness, God will arise strength. Kutokana na udhaifu, Mungu anaenda kuachilia nguvu katika udhaifu wako. Hao watu walikuwa hawafai. Hao watu walikuwa wana shida. Lakini nataka kukuambia story hii inabadilika. The same people ambao Biblia inasema walikuwa wana madeni, hao watu ambao walidharauliwa, hao watu ambao walitoroka madeni, hao watu ambao walichekelewa, hao watu ambao walikuwa wana uchungu na shida, walikuwa wamekandamizwa, the same people, Biblia inasema they became the mighty men in those days in the days of David. Ndio walikuwa mashujaa, ndio walikuwa maamri jeshi wakati Daudi alipoingia kuwa mfalme wa Israeli. Hawa ndio walikuwa frontliners. They were so victorious. Biblia inasifu. Hebu soma, ama utasoma hii kwa wakati wako. Angalia 1 Chronicles chapter 11 verse 11. Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 11. 1 Chronicles chapter 11 verse 11. 1 Chronicles chapter 11 verse 11. Someo mstari moja tu. Na hii ndiyo hesabu ya hao mashujaa waliokuwa nao Daudi. Hao mashujaa waliokuwa nao Daudi. Sasa wametoka kuwa kwamba walikuwa watu wa kushindwa, watu wa uchungu na udhaifu. Sasa ni mashujaa. Hao watu waliokuwa useless, waliodharauliwa katika society, waliochekwa, ndio wamekuwa mashujaa. Biblia inasema hawa ndio mashujaa. Oh my God. Your weakness will be turned to be strength. Sikiza, shida zako zitageuzwa ziwe ndio. Sikiza, your problems God will turn out. Do you know some of the problem you have? God is raising you to be a solution.
Mojawapo ya shida na changamoto ulizopitia leo, Mungu atatumia hizo kuleta suluhisho kwa watu. Oh, haleluya. Mungu atatumia suluhisho. Wewe atakutumia kama suluhisho. Biblia inasema walitumiwa kama mashujaa. Hawa jamaa ambao walikuwa ni wachovu, waliokuwa na uchungu, waliokuwa wanadharauliwa. Pia utaiona katika mstari wa 22, hatutasoma. The same chapter, chapter 11 verse 22, First Chronicles, the same chapter verse 22. Biblia inasema hao watu waliodharauliwa, hao watu ambao walionekana bure, hao watu waliokuwa na uchungu kibao, waliokuwa na matatizo na shida na madeni, ndio Biblia inasema ndio waliokuwa mashujaa. Wakati mmoja wakaingia kwa kambi ya Wafilisti, wakateka maji na kumletea Daudi. They risked their life. They were mighty men. Nataka nikwambie, utamalizia hivyo. Unakaa kuishiwa, unakaa mnyonge. Mungu anaenda kukuinua. Hutamalizia kinyonge hivyo, hutachekelewa na watu kila siku. God will raise a mighty man out of you. Out of your weakness, strength is coming out. Watu waliokuwa na shida, God will turn out that bitterness in you and you become better. Mungu atatumia uchungu ulio nao. Mungu atautumia, achilie huo uchungu. Mungu atumie ili ukawe wa faraja kwa wengi. Umepitia mambo mengi, amekupa uchungu. You need to release that bitterness and allow God to use that bitterness for his glory. God can use you as an encouragement. There are many people who are passing through bitterness in their lives, but God can use you to bring hope to their bitterness. Umedaiwa madeni siku nyingi, lakini Mungu anaweza kubadilisha. Wewe ambaye una madeni leo, itafikia muda utakuwa na pesa zako, utakopesha watu. Kuna story ya mtu nilisoma from US. Alipitia hali ngumu ya umaskini, akiwa chokora, akiwa hana pesa, akiwa ni kuombaomba mtaani, akateseka kwa muda mrefu, lakini Mungu akamsaidia. Mtu akamchukua, akampeleka kwenye, maana alikuwa hana wazazi, akamsomesha. Na huyo mtu alimsaidia. Mungu leo ni mojawapo wa mtu ambaye ana mabanki mengi Amerika. Alikuwa kwenye shida, alikuwa hana pesa, alikuwa ni chokora, lakini leo ana mabanki. Sikiza, udhaifu wako Mungu anaweza kutumia ikawa ndio nguvu yako. Pengine Mungu anataka kutumia kuleta suluhisho kwa watu kwa sababu ya shida umepitia. Ndoa yako inapitia mitikiso, roho yako inapitia changamoto. Ni kwamba Mungu anakutumia. Maybe you are the greatest counselor God is raising. Mungu anainua mshauri mkubwa sana. Utaokoa ndoa nyingi, utawapatia wengi matumaini ambao wanapitia shida katika ndoa zao. I see God raising you up. Probably umepitia changamoto nyingi katika biashara yako. God is equipping you. He's bringing influence in your life. Through your business, God will use you that you may become a better, good businessman. Mungu atakutumia kufungua biashara nyingi na kusaidia wengi kuinuka katika biashara. God can use your weakness. Hawa watu walikuwa ni watu ovyo, watu wanao uchungu, watu ambao hawawezi. Biblia inasema Mungu aliwatumia wakawa mashujaa. I see God raising a strong spirit in you. God is raising a warrior spirit in you. Don't give up, don't give up, don't give up. The same people who are poor, the same people with debt and bitterness, they were the same people that God used. They are the same people who raised them, who stood with David. Mungu aliwasaidia wakasimama na Daudi kama wanajeshi. So I want to finish by saying this. Why does God allow weakness in our lives? Kwa nini Mungu anaruhusu manyonge katika maisha yetu? Number one, we saw so that God can remind us that we need to depend on him, that without him we cannot do anything. So God is reminding us. Mungu anatukumbusha ya kwamba pasipo yeye hatuwezi. Wakati wowote Mungu anapoallow weaknesses, limitations in our lives, it is that he's reminding us ya kwamba hatuwezi pasipo mimi, pasipo yeye huwezi. Number two, God is causing us to seek him. When these things come against your life, when the areas of the weaknesses are rising in your life, it's a reminder that you need to seek him. You need to be closer to him. All your challenges will draw you closer to him. God wants a relationship out of your life. Out of your weakness, God is seeking for a relationship. Out of your challenge, Mungu anatafuta uhusiano. Out of your situation, God is seeking for a relationship. He's seeking for a relationship out of your challenge. Number three, why God is allowing those weaknesses in your life, it is to prevent us from becoming proud. Wengine wetu tukiwa na kila kitu, tukiwa hatuna udhaifu, tutakuwa tuna kiburi. Wengine hata tutasalimia watu, wengine hata tusingeruhusu wengine wakavuta oxygen kwa sababu tuna kila kitu. So God allows us to be having some weaknesses in our life so that we cannot become proud.
ili kwamba tusiwe na kiburi, kwa sababu 1 Peter chapter 5 verse 5, Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 5 unasema, God resists the proud but he give grace to the humble. Mungu huwapinga wenye kiburi. Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapatia neema wanyenyekevu. Mungu hapendi mtu mwenye kiburi. So sometimes God allows these things to shake you so that you may be reminded. Usione kwamba una kila kitu. Usione kwamba uko juu sana. Usione kwamba ati wewe umefika. So God doesn't want you to be proud. Mungu hataki uwe na majivuno. Mungu anataka kukuonyesha kwamba you need him. Una pesa, una magari, umejenga, yes, but you still need him. Number 4, why does God allow weaknesses in our lives? It is to cause us to value others. God reminds you. Number 4, God is reminding you that you need to value others. Some of us, when we have everything, when you don't have challenges, when you don't have weaknesses, we do not value others. Tunadharau wengine. Hatuoni wengine wakiwa wanawathamani. Hatuoni kwamba wanafaa. Hatuoni kama wanafaa. Tunaona wewe ndio unafaa zaidi. Lakini Mungu anaruhusu haya mambo kukukumbusha kwamba kuna watu unawahitaji. Mpendo, una pesa nyingi, but you need people. Usijione you are not an island. Wewe si kisiwa. Usijione unaweza kila kitu. Unahitaji watu. So Mungu amekuwezesha ushindwe ili utafute mtu akusaidie. So it's a reminder that you need to be reminded that you need people. You need to value people. Oh, nasema watu ni viatu. You need people. Umefika pale, umefika kwa sababu ya watu. Usijifanye unaongea hicho kizungu sana, chapua. Si ni kwa sababu ulifundishwa, ulienda darasani mwalimu akakufundisha, ama ulizaliwa ukiongea kizungu? Wacha wewe. Wacha kiburi. You need people. Usituringie na kizungu chako. Somebody taught you that English. Usituringie na pesa zako. Mungu amekupa. So God reminds you that you need people. Never despise people. Do not devalue them. Hata kama una kila kitu, wacha kudharau. Naamani alikuwa ni jeshi, amri jeshi, alikuwa na kila kitu, lakini Mungu akamtumia kasichana kadogo ka kazi. Kasichana ka Israel, ka Hebrew. God used that little lady, that maid, to deliver Naaman, though she was a maid. Don't despise people. Usizarau hata maid. Yule anakusaidia kazi pale. Mchukulie ni mtu anakusaidia. Wacha kumuona kama ambaye hafai. So God is reminding you. Na ndio maana shida zako zingine haziishi, maana unadharau watu. Wacha kuona watu kama pumba. Ona watu ni wa thamani. Ona watu wanaweza kukusaidia. Ona watu wako tayari wakuinue. Anza kuona watu wa maana. Kwa sababu hana kile hauna, usimuone hawezi kusaidia. Usimdharau. Usimcheke. Yeye ndio atakusaidia. Usimcheke. So God is reminding us, we need to value people. You need to value people. So, I will finish by saying this. How do you need to respond now? Umeshajua una madhaifu. What do you need to do now? Number one, admit that you are weak. Don't pretend. Usijifanye una madhaifu. Usijifanye una nguvu wewe. Kama uwezi, sema uwezi. Wacha kujifanya. Confess I'm weak. I have a challenge. Niko na shida hapa. Wacha kujifanya. I have a limitation. It's not sin not to say that you have limitation. Just admit you have limitation. Wacha kukataa na kusema kwamba uko na limitation. Just agree. Admit that you have weakness. Number 1. Number 2, you need to celebrate also about the weaknesses you have. You need to celebrate. Ukisoma 2 Corinthians chapter 12 verse 10. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Paul anasema, I will celebrate and rejoice in my weakness, that the strength of God may manifest in me. Nitafurahia katika madhaifu yangu, maana ninapokuwa dhaifu mimi nina nguvu. Ndiposa Biblia inasema kwamba furahie mnapopitia shida na matatizo. You need to celebrate that you have weaknesses, so that God may intervene in the weakness you have. You need to rejoice in God. You need to have God. You need to have hope in God. So rejoice in Him. Rejoice in that weakness you have. You are just a normal human being. You are not a Superman. You are not Mr. Rambo.
You are not Chuck Norris. You are limited, my brother. You are limited, my sister. You need God. Number 3, you need to surrender before God. Surrender before God. Surrender before God and tell God, I need you. I am surrendering my weakness. Mwambie Mungu, naachilia udhaifu wangu. Najisalimisha kwako, nisaidie. Use my weakness for the glory of your name. Use my weakness for the glory of your name. Use my weakness for the glory of your name. You need to tell Jesus, I need you now. Nakuhitaji Yesu. You need to surrender every weakness you have. You need to come out of your cave. You need to come out of your grave. You need to come out. God is about to do something great in you. God is about to raise you up. You are the next in line. You are the next in line. You are the next to give a testimony. You are the next. God is about to raise you up. God is about to use your weakness. I am weak. You are weak. We need God to help us. All of us tunahitaji Mungu. Sote ni wadhaifu. Our God will help us. Our God will strengthen us. Our God will change us. Our God will transform us today. So this time I want to pray with you. You've not given your life to Christ. You need to give your life to Christ today. The greatest miracle that can happen to your life is giving him your heart. God is calling you. Come out of your cave. Your cave can be a sinful life. Inaweza kuwa ni dhambi. Umekaa katika pango la dhambi. You need to come out. Jesus is calling you. He's calling you, Jesus. He's calling you. Come out. Come out, John. Come out, Mary. Come out, Gideon. Come out, Otieno. Come out, Susan. Come out, Priscilla. God is calling you. Come out of your cave. You can give your life to him today. You can tell Jesus, help me. I'm coming to you. Just repeat this prayer after me. You want to give your life to Christ. Say, Lord Jesus, I'm a sinner. I know I've hidden for a long time. But today I'm coming before you. Have mercy on me. Forgive my sin. Cleanse me. From today, I give you my heart. Forgive me of every sin I've done. Write my name in the book of life. From today, I accept you to be the Lord and Savior of my life. In the name of Jesus, I pray. After praying that prayer, you are born again. Jesus has given you new life. You are a new creature. The old has passed and the new has come. You are a new creature. I want to pray for everybody that God may help you. That God may, Mungu atajiinulia nguvu katika udhaifu wako. Katika changamoto zako. Mungu atakusaidia. Katika hayo madeni ulionayo. Katika kushindwa uliko nako. I know you've got many failures. Like wale watu 400. Imagine 400 people wanakuja kwa Daudi. Daudi ana shida zake, lakini wanakuja kumwongezea shida. Na wanamfanya kuwa yeye ndio captain wa shida. But God turned around the situation of David. Through those men who are failures, they became mighty warriors. And I see God raising you up in your marriage, in your business, in your spiritual life, in your ministry. God is raising you up. God is raising a powerful ministry in your life. From the areas that are weak in your life, God is about to use you. God is about to change you for his glory. God is about to raise you. I'm speaking to some people here. Some of you, you don't know what awaits you. You don't know what is ahead of you because God sees you from the perspective you will become. He doesn't see you from the perspective of your situation and circumstances. Some of you, God is preparing you for great ministry. Right now, you're not a preacher, you're not a pastor. But I feel in my heart, I'm speaking to people around. God is preparing you for a ministry ahead of you. Years to come, you'll remember this message that God was preparing you. He was preparing you for ministry. He was preparing you for ministry. Out of those weaknesses, God has raised a warrior. He's raising warriors. People who will preach the gospel to the nations of the world. I know right now you've not traveled anywhere. You are just there within your local place. But because God will use your weakness
God will make you to travel to many nations of the world. He will use you to touch nations. He will use you to heal nations. I'm speaking to somebody. Don't give up. God is preparing you. God, don't look at your limitations. God, don't look at those areas of discouragement. God is doing something. He's working something behind the curtains. God is working out something for you. So I'm praying for everybody right now. Father, in the name of Jesus, I thank you for your power. I thank you for your anointing. I thank you for your grace. I thank you because you are changing their story right now. In the mighty name of Jesus, I release your power and your grace upon every weak area in their lives. I pray that inside their weaknesses, they will find strength, and that you will turn around their weakness to become their strength. Father, Lord, I pray you shall change their story, that they will remember this word, that it came in the right season. Father, you have not left them. You are lifting them up, Lord Jesus. Lord, the way you transformed the people who are oppressed in the days of David, people with debt, people with bitterness, people who are nobodies in the society, you raised them to be mighty men. And I pray for everyone who is watching me, everybody who is hearing my voice, by the grace upon my life, I pray you will raise mighty men, mighty warrior, people who shall shake nation for your word. I pray that you shall use them for your glory. I pray that, Lord, you shall cover their weakness. Lord, they will say, I was weak, but now I'm strong. I was poor, but now I'm rich. You'll raise people who have struggled with finances, that will help many people. People, they will help people with need. People that are not privileged in society. I know you are raising people who have passed through many issues of life. They have waited for long, but Lord, you are bringing comfort to their lives, that they may be of comfort to many people. Father, I pray, may your grace touch them right now. May your power reach upon them right now. I release grace to you now. I release grace to you now, wherever you are. Grace. Let the grace of God reach you right now. May the Lord become your strength. May the Lord swallow every weakness you have. May the Lord swallow every challenge you have. In the name of Jesus, I decree you are blessed. I decree you are blessed. I decree you are blessed. Your family is blessed. Your business is blessed. You are surrounded. 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 In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father, for this nation. I pray, Lord, you may continue to bless our nation at this hardship time. People are passing through hard times. Lord, remember them. May your mercy and grace keep them. May you heal them, those who are sick. May you surround people. Lord, heal those who have contacted corona. My Father, I pray for healing now. In the name of Jesus. Thank you, Father. You are bringing a solution. Out of everything they have passed through, you are blessing and transforming their lives. I thank you, Father. You are sick in your body. Gusa pale ambapo unaumwa. I want to pray for the power of God to touch you. Father, I speak healing now. In the name of Jesus, healing flow. Be healed now. In the name of Jesus. By the stripes of Jesus, that pain is leaving you now. That pain, headache, that pain over your head is leaving you now. It's leaving you now. Somebody, God is touching your head. That pain is leaving you now. Check yourself. That pain has left over your head. Thank you, Jesus. God is healing that abdominal pain. Abdominal pain. You've been suffering pain at the lower abdomen. Tumbo lako chini limekuwa likiuma. God is healing you right now. I release healing now. The power of God is touching your lower abdomen. Just touch your lower abdomen. God is healing you now. God is healing your abdomen. Be healed now. In the name of Jesus, I set you free. I set you free. Any kind of sickness and disease,
I declare healing of God over your life. Be healed in the name of Jesus. Be set free right now in the name of Jesus. Asanteni. I'm so glad to speak to you this time. I'll be so blessed having you every time. My name is Pastor Samora Kitengi from Taveta, Kenya. Abundant Life Center, Taveta. A ministry of Soul Harvest Ministries International. I am so blessed to have you. God bless you so much. May the Lord lift you up. I'm coming up again Thursday, Alhamisi saa 2 usiku, Alhamisi East African time. I'll come with a powerful message again, sharing the word of God. So don't miss Alhamisi, usikose. Njoo, kaa pamoja nami, karibisha rafiki, tutajifundisha neno la Mungu on Thursday saa 2. And I believe God will bless us. God will change our lives. Also, there are many videos that I've preached through this live broadcast. Video nyingi tu tumehubiri katika live broadcast. Unaweza kuziona katika my YouTube channel, Pastor Samora Kitengi. Go to the YouTube channel, nenda kwa YouTube channel, andika Pastor Samora Kitengi, subscribe to my channel, see the videos, you'll be blessed, download them, comment, like them, and my God will bless you. It has always been my pleasure to have you always. It has been my pleasure to serve God, to be a destiny helper to your life. I am your destiny helper, Pastor Samora Kitengi. May the Lord bless you wherever you are. God bless you. Many people, I cannot mention them. There are many people all around that are watching. God bless you so much. Susan Ken, I see you. Doris Atieno, God bless you. God bless you. Ruth Leleu, God bless you. Mark Leleu, God bless you, my wife, and everybody who has joined me. God bless you. God bless you. May the Lord richly bless you and change your story. Thank you. God bless you. Dr. Simon from America, God bless you. May the Lord increase you. Ninawapenda nyote mpaka tutakapokutana tena. God bless you. Stay safe. Shalom. I love you. I love you.